Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi ili nami niweze kutoa mchango wangu. Kwanza nianze kwa kuunga mkono hoja ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. La kwanza, na kupongeza sana waziri pamoja na naibu wako kwa kazi nzuri ambayo kwa kweli munaendelea kuifanya. Mmefanya vizuri na mnaendelea kufanya vizuri. Lakini pia niwapongeze katibu mkuu na watendaji wa taasisi zote zilizoko chini ya wizara yako. Kwa kweli mnafanya vizuri, hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nachangia kwenye kwenye ofisi ya waziri mkuu, nilitamka nikasema maadui wakubwa wa Tanzania wako 4 na nikawataja. Na juzi Mheshimiwa Rais wa Kenya ametutajia maadui hao, na leo nasema maadui wale wameongezeka, sasa wako 6 na nitawataja. Adui wa kwanza wa nchi yetu ni umaskini mkubwa. Adui wa pili ni ujinga. Adui wa tatu ni maradhi. Adui wa 4 ni ukosefu wa ajira. Adui wa 5 ni uchumi mdogo wa nchi yetu. Adui wa 6 ni rushwa kwenye nchi yetu na maeneo mbalimbali. Na 7 ni ukosefu wa uwajibikaji na uadilifu katika maeneo mbalimbali. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, maadui hawa tutaweza kupambana nao vizuri kama wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itatusaidia sana kwenye hili. Hatuwezi kuondokana na hao maadui bila kuwa na maarifa ya kutosha, bila kuwa na ujuzi wa kutosha, bila kutumia elimu kubadilisha tabia zetu na mienendo yetu. Mienendo yetu inaweza ikabadilika kama tutakuwa na maarifa ya kutosha. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi hii ya wizara hii, tutapambana na rushwa kwa kuwaelimisha watu. Hii ni kazi wizara hii, wakitupa ujuzi namna ya kupambana na rushwa, namna ya kupambana na umaskini, namna ya kupambana na maradhi, namna ya kutengeneza ajira, namna ya kutumia teknolojia mbalimbali. Ndio maana wizara hii inaitwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na sisi tunajua hakuna nchi inayoweza ikaendelea bila hivyo vitu kutiliwa mkazo. Kwa hiyo nasema mnafanya vizuri sana. Na kutokana na hilo nampongeza Mheshimiwa Rais wetu kwa kuongeza bajeti ya Wizara ya Elimu. Bajeti sasa zaidi ya trilioni 2 inakwenda Wizara ya Elimu kutekeleza sera mbalimbali. Huu ni ujasiri mkubwa, haya ni maono makubwa. Tuna kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa maamuzi haya. Tunaposema vyuo vitapambana na hao maadui, na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri. Mmekuwa mkijibu maswali, mmekuwa mkitueleza. Sisi mkoa wa Songwe tumekuwa tukiomba vyuo, na ni mkoa wa mwisho kuanzishwa, ni mchanga. Bahati mbaya hatuna chuo, lakini mnasema tuna chuo kimoja kiko kule chini mpakani, kilomita 130 kutoka pale Vwao. Sasa Mheshimiwa Waziri, umetuambia tunajenga chuo cha VETA cha mkoa, cha mkoa. Tunakushukuru sana. Tunaomba basi kile chuo sasa kikamilike. Kisipokamilika kile chuo, vijana wetu wataendelea kukosa ujuzi. Vijana wetu hawataweza kujitegemea. Umaskini utaendelea kuwepo. Maarifa yataendelea kukosekana. Tunaomba kije haraka. Mheshimiwa Waziri, jitahidi basi kamilisha kile chuo ili angalau kitoe mchango mkubwa, na sisi Wanasongwe, Wanavwawa tuondokane na hao maadui ambao nimewasema. Lakini tunapotaka vyuo, kwamba tunahitaji vyuo profesa. Vyuo wengi wanasema ni huduma, lakini mimi kwa tafsiri yangu nasema vyuo sio huduma. Mimi nasema vyuo vinatupatia maarifa na ujuzi na umahiri wa kuweza kufanya mambo mbalimbali hapa duniani. Vyuo ni uchumi, vyuo ni biashara, vyuo ni ajira,
na vyuo ni viwanda, kwa sababu utawatayarisha watu, utawachakata. Kile chuo ni kiwanda cha kuwachakata na kutengeneza ile malighafi ili wawe na maarifa ya kutosha, na ndio maana ndio kasi ya maendeleo ya nchi yetu itakuwepo. Tunahitaji hao ili wale wanambozi wanaozalisha mahindi kwa wingi, wanaozalisha kahawa kwa wingi, wanaozalisha maparachichi kwa wingi, waondokane na kuuza kama malighafi, bali watengeneze viwanda vya kuongeza thamani ili tupate uchumi mkubwa zaidi.